Jamani, wacha nikutofautie vitu viwili leo. Tofauti ya mahusiano na tofauti ya ndoa. Mahusiano ni upendo ambayo pale ambao wapendwa wanapokutana. Mwanaume anaweza tumia pesa nyingi kwa sababu anaweza zitumia kwa siku moja au tuseme kwa wiki. Kwa sababu huyu mwenzake atakuwa bado kwa bajeti zake nyingi, atakuwa anahudumiwa na mzazi wake. Lakini ndoa ni tofauti kidogo kwa sababu kila kitu ni juu ya mwanaume. Atakuwa anakuhudumia kwa kila kitu, kuanzia kula, kuvaa, kuishi, yaani atakuhudumia kwa kila kitu. Inatofautiana kidogo na mahusiano. Mahusiano ile yenye mtu anakuja anatembelea mwenzake kisha anarudi kwao. Au anaweza kuja kwa huyu rafiki kwa huyu mwenzake kwa wiki au hata tuseme kwa mwezi. Alafu mwishowe atarudi. Hapo unaweza pata mwanaume anaweza fanya kazi akitumia hizi pesa zake ili huyu mwenzake aone anamjali. Kwa ndoa, labda unaweza kuwa umeingia kwa ndoa au la. So, kwa ndoa inakuwa tofauti kidogo kwa sababu pale wakati tulipokuwa kwenye mahusiano, nilikuwa natumia pesa nyingi kwa kuhudumia kwa siku chache. Labda unaweza penda mtu kwa sababu pale mnapokutana anatumia pesa nyingi sana, unaweza ona ako na pesa au unaweza ona anakupenda. Lakini labda alafu umpende ili mpaka muingie kwenye ndoa. Alafu mkiingia kwa ndoa uone mabadiliko yameanza kuwa, mara pesa za matumizi zimepunguka, mara vitu zimepunguka, yaani havikui venye zilikuwa hapo mwanzo. Sio kwa wabaya mwenzangu, kwa sababu hapo nyuma mlikuwa kwenye mahusiano, budget, ukubwa wa budget wako familia yako ndio ilishikilia. Lakini kwa sasa ukiingia kwenye ndoa jukumu yote sasa haitakuwa kwenye wazazi wako, jukumu itakuwa kwenye huyu mwanamume. Lazima ajipange leo, kesho na kesho kutwa. Kama hapo mwanzo alikuwa anatumia 1,000 kwa siku moja au 1,000 kwa kununua tu lunch peke yake. Ina maana ukiingia kwenye ndoa hiyo 1,000 mnaweza itumia kwa siku 4 au tuseme kwa siku 3. Kwa sababu amepanga mikakati zake. Sababu yeye ndiye anajua venye anavipata. Yeye ndiye anajua penye anafanya kazi atazipata kivipi. Atapata leo au kesho atakosa. So atapiga hesabu na zenye ako nazo na angalie kwa sasa niko kwa ndoa. Nafaa nihudumie ndoa yangu vilivyo. Tusikose chakula, tusikose matumizi madogo madogo zenye zinatakikana kwa nyumba. So atapiga bajeti zake kwa akili yake. Kama ni mtu mwenye anapenda kushare kitu na mwenzake atakushiriki. Kama we ni mtu mwelewa, utamuelewa. Tofauti ilikuwa ni ukiwa kwa mahusiano, naweza tumia pesa nyingi kwa kuhudumia kwa siku moja au kwa sekundi machache tu. Lakini tukiwa kwenye ndoa, naweza ile pesa nilikuwa natumia kwa masaa chache nilikuwa nimetumia pesa nyingi. Hizi pesa nitakuwa nazisave au ninazipangia mkakati yetu ya leo au ya kesho. Unaweza ona labda mume wako ameanza kukuchiti au kuna mwenye anamdanganya. Sio hivyo mwenzangu. Huyu mwanaume anapanga venye anaweza kukulinda, venye anaweza kuweka ukae sawa, uonekane hata ukitembea kwa barabara watu wakuwe wanamsifu. Kweli huyu mwenzangu ametunza mke wake, anaonekana anapendeza kweli, anakula vizuri. Hata wewe mwenyewe kama unaishi na huyu mume wako utaona kweli anakupenda kwa sababu hukosi vya ndani. Ukitaka matumizi unapata, hata kama ni kidogo lakini ame-maintain, unazipata kila siku. Sio pale hapo nyuma ulikuwa unazipata kwa wakati lakini
ulikuwa unakuja na kuondoka, lakini kwa sasa upo miaka nenda miaka rudi. So lazima apange venye atakulinda kwa hizi siku zote.